Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mbuzi. Kuibiwa simu. Kutamani mtu asijue kitu kwa haraka. Kupinga kitu utakachoambiwa. Kumwepuka mtu. Kuongezewa kiasi cha pesa katika mahitaji fulani. Mtu atakuwa na wivu sana kwako. Nyota ya mashuke. Kutotaka kushauriwa kwenye maamuzi yako. Kumsema mtu kwa ubaya. Kuhitaji mtu afanye kitu upya. Mtu kuyazoea malalamiko yako. Hivyo hutompa shida. Kuwa na kisirani. Kuikosoa kila nguo unayotaka kuivaa. Na kujikuta unapoteza muda. Kwa baadhi yenu kutotaka kupata mtoto kwa sasa. Na huo mpango wala haufikirii. Lakini kati yenu watapata kujihisi hali ya ujauzito. Ikiwa ni mwanamke. Na baada ya miezi michache tarajia mtoto. Atakayekuja na mabadiliko mazuri kwako. Nyota ya ng'ombe. Kumpa mtu nafasi ya kumsikiliza. Kuwa na kinyongo sana na mtu. Kuna jambo litakalotendeka na utalifurahia. Kufululiza kufanya sana ibada. Kujihisi amani ukiwa na mtu fulani. Kufikiria sana hali ya kutosalimiana na mtu. Kutokana na tofauti zenu. Utapunguza kumchunguza mtu. Kwa nyakati ambazo ungepata ukweli. Kujua mtu ni msaliti. Kufanya mambo yako yenye umuhimu. Nyota ya samaki. Kuogofya au kuogopa kusalitiwa. Kufanya jambo la muhimu ambalo watu walilipuuza au kulisahau. Kuikataa hali ya huzuni. Kutaka kumshangaza mtu. Kutoa maagizo mara nyingi mtu asisahau. Kumlipiza mtu kimya kimya. Kupigiwa sana wakati wa usiku. Kujihisi umebadilika baada ya kuepukana na vitu fulani. Kujiangalia kwenye kioo mara kwa mara. Kujiongelesha peke yako au kufanya vituko ukiwa mwenyewe. Kujaribu kufanya kitu ukiwa mwenyewe au kujirekodi kwa namna utakayokuwa unafanya. Kupatiwa ruhusa ya kwenda mahali. Kuaminiwa kwa kuwa huna tamaa ya kitu fulani. Nyota ya nge. Kuwa na amani. Unachokiombea chenye heri kitatimia. Mtu bora yu karibu sasa kuwa pamoja na wewe. Ugeni, urafiki au umoja utakaofurahia. Utayajua mambo mengi. Utajua kuwa ulikuwa sahihi hapo mwanzo. Kwa ulichosema au kufanya. Maagano mabaya kwako yanavunjika. Hutosumbuliwa na kitu tena baada ya kukidhibiti. Mtu kuwa huru kutoka kifungoni. Utaongezewa kitu. Nyota ya kaa. Kuhisi utapoteza muda kumsubiri mtu. Jambo la mahusiano litakuwa linakuchanganya. Kuhisi watu hawajajielewa kwa mambo wanayoyafanya. Kupishana na mtu kidogo kwa kauli. Kuitafuta namba ya mtu. Kulala kwa kuchoka. Nyota ya punda. Kujihisi maumivu ya kiuno au mgongo. Kusumbuliwa na mtu. Uliyeachana naye atahitaji mrudiane ila hautokuwa tayari. Kutaka kutuma pesa kwa mtu ila utakuwa mzito kufanya hivyo. Kukumbushiwa deni. Kujihisi unyonge. Kupakaa dawa ya kukausha kidonda. Kuhitajika hospitali kwa haraka. Nyota ya mshale. Kuwa na mambo mengi wakati wa asubuhi. Kujishusha kwa mtu baada ya kujua umekosea. Kulipia kitu ili usipate usumbufu. Kujifunza vitu kila wakati kutokana na kuruhusu kuelimika. Muda mwingine unaweza kujihisi kama haupo kutokana na mawazo yako ya mbali. Watu wasiokuona kwa muda mrefu watakuwa wakiulizia taarifa zako. Kujihisi mgongo mzito kama umebeba kitu. Kuota umemuua mamba. Itakujulisha kupona maradhi. Kukumbukia kitu. Nyota ya simba. Kutaka kubishana na mtu kwa kitu kidogo sana. Kupokea kitu utakachokuwa na wasiwasi nacho. Watu kukuangalia sana. Kuzuia jambo lisifanyike. Kumwelezea mtu ulioyapitia.
kusikia majibizano ya watu, kuchelewa kulala, mtu kukufikiria sana, kuacha kuwa mwenye matabaka, kumuulizia sana mtu uliyekuwa naye mbali atakuwa na kutafuta sana. Nyota ya Ndoo, mtu kutamani ukaribu wako ila utakuwa mbali naye. Kila siku kumpa mtu funzo jipya, kuivumilia hali uliyokuwa nayo. Mtu wako wa karibu mambo yake kukwama, kuhisi hali ya presha na kukosa utulivu wa mwili na akili pia. Kutamani ufanye maombi na kujikuta unaamka ghafla tu usiku. Kuokota kitu utakachokipenda au kuwa na maswali nacho. Kuhitaji mtu awe pamoja na wewe. Nyota ya Mapacha, kuchukia kumkumbusha mtu kitu ambacho anakijua. Kuhitaji pesa ya haraka. Kuugulia au kuvumilia hali fulani. Kujizuia kutoa maneno makali kwa mtu. Kujua watu watatofautiana baada ya kuchokana tabia. Kulala huku ukiwazia kitu. Nyota ya Mizani, kuamka na maumivu ya miguu. Kumng'ang'ania mtu kwa jambo lako. Kuuchukia ukweli wa mtu. Kuifikiria sana ndoa au uhusiano. Kuonana na mtu kwa mara nyingine. Kujihisi aibu. Kutibu tatizo sugu au linalojirudia. Kuwaona watu wakishirikiana vizuri kwa jambo. Moyo wako kujihisi furaha. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.